Stellenbosch ambayo inamilikiwa na tajiri namba 1 Afrika Kusini, Johan Lubert, kama sikosei jina lake kama hilo. Stellenbosch ambayo ligi kuu ya Afrika Kusini inashika nafasi ya 5. Inaonekana kwa vizuri na wamewekeza zaidi kwenye academy. Academy yao ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wao wapo vizuri, wametoka kwenye academy kuanzia eneo la kiungo mpaka ushambuliaji, ndio wanasemekana wako vizuri zaidi. Simba hii inaenda kukutana na hawa Stellenbosch ambao pia wamemtoa Zamalek, bingwa mtetezi wa kombe hili. Unaionaje mechi hiyo? Simba Sports Club anaweza kutoboa kweli? Na ndio kinachotakiwa kifanyike. Zaidi hapo atakuwa amefanya vibaya na anastahili kulaumiwa. Yaani Stellenbosch sio daraja la kusema eti hata kama ana academy 300. Kwanza Afrika hakujai timu yote kuchukua ubingwa Afrika kwa ajili ya academy. Hii academy ni sehemu ya business tu. Haiwezi kuwa sehemu ya kwenda kugombania taji. Hata Ulaya, yani academy haiwezi kuwa sehemu ya kugombania taji. Academy inakuwa ni sehemu ya biashara. Kwa hiyo Simba akishindwa kufuzu kwa Stellenbosch itakuwa amefanya vibaya kwa sababu wao ni timu kubwa kuliko Stellenbosch. Hiyo wasitafute visingizio vya kusema hili tukini tuonekana watu wana mwekezaji sio na tajiri, hata Simba sana tajiri namba 1 hapa Tanzania. Kwa hiyo sio hoja. Watakuwa Simba aenda akafanya vizuri tu na hiko ndio ambacho wana Simba anakitarajia. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine ya kuwafanya wasifanye vizuri zaidi ya kuwa wakicheza vibaya basi. Lakini kwa nje uwanja bado yeye anakuwa favorite kwa Stellenbosch. Bado Simba ni mkubwa kwenye kila kitu tunachokifahamu wewe. Kuanzia timu iliyoanzishwa, mataji ambayo Simba amechukua ligi kuu, nafasi ambayo Simba amefika kwenye mashindano ya kimataifa, linki ambayo Simba wanayo, usajili ambao Simba ameufanya, everywhere Simba anakuwa yuko juu. Kwa hiyo timu ya namna hiyo maana yake unapewa 70 mpaka 80 na kuitoa. Ukishindwa kuitoa ni vile kuchanga hata zako vizuri, na kama unavyoona kwa Zamalek, yani ukiweka uzani wa Zamalek na Stellenbosch saa hizi, yule Stellenbosch hana kitu chochote alizomzidi Zamalek, isipokuwa wao wamepata matokeo mazuri kuliko Zamalek, na hiyo ndio sababu watu wanapenda mpira wa miguu. Uwekezaji wako, bora wachezaji wako, unaweza ukakupa surprise kwenye uwanja usione kile ambacho ulikuwa unakitarajia kabla ya mechi. Kwa hiyo inategemea kwenye siku ya mechi utacheza nini. Huo uwekezaji na mambo mengine yanabakia nje kwenye makaratasi, lakini ukija ndani ya uwanja Stellenbosch inaonekana ni timu ambayo inacheza kishindani zaidi. Kwa hiyo na Simba nao wanalijua hilo, nafikiri wanatakiwa wajipanga wakijua anaenda kucheza na timu ambayo inacheza kishindani ndani ya uwanja, lakini nje ya uwanja wanaweza kuwa na rekodi yao ni ndogo, bado ni timu changa, lakini ndani ya uwanja sio changa tena kwenye kile ambacho wamekionyesha. Timu kishafika nusu finali ya mashindano ya CAF, hata kama ikiwa msimu wa kwanza kushiriki kwenye msimu wote tayari anakuwa mkubwa, maana anakuwa ni mshindani. Kwa hiyo Simba wanajua hilo, aenda ajipange vizuri, nafasi ya kupita wao wanao kwa sababu wao ni wakubwa kuliko Stellenbosch. Makawila, lakini kinachotia wasiwasi ni mechi yenyewe inaenda kupigwa Zanzibar. Simba Sports Club ukiangalia mechi zake za nyumbani zote za kimichuano ya kimataifa ambazo amecheza hapa hivi karibuni na kusema amefika robo finali hizi 6, amekuwa akitumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi hii anaenda uwanja wa Amani, naye anakuwa kama mgeni. Na kauli mbiu ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa Mkapa hatoki mtu, na hilo limezoeleka, na kweli wengi asilimia kubwa ukiangalia timu zilizokuja 90% ni kama sikosei Raja Casablanca peke yake ndo aliweza kutoka Benjamin Mkapa. Hii Watala alishinda goli 1-0 robo finali mwaka jana tu. AFL hiyo. Robo finali ya klabu bingwa Afrika kamfunga Simba goli 1. Maana anasema katika 100%, 90% Simba Sports Club wameweza kufanya vizuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii haiwezi kutia wasiwasi kwenda kucheza uwanja wa Amani Complex ikawapa urahisi Stellenbosch. Najua ni Galaxy mwakumbuka kwanza. Mimi nakukumbusha mechi ambazo kapoteza. Yaani ili ujue kama kwa Mkapa Simba anashinda alikuwa anacheza vizuri tu. Hata hapo kwa Mkapa kishapoteza mechi zaidi ya 4 za klabu bingwa Afrika. Yudi Songo, sio Al Ahly kapoteza hapo. Waraji akapoteza hapo. Ukija wa Johannesburg Galaxy kapoteza hapo. Kwa hiyo kwenye msimu 6 hapo misimu 4 kafungwa nyumbani na katolewa kabisa hapo nyumbani. Kwa hiyo ni sio hoja, yani hoja ni kucheza vizuri tu. Hii kwa Mkapa toki mtu inawezekana ni jambo ambalo mashabiki tunavutiwa tu kulizungumza mdomoni, lakini mimi naamini ukicheza vibaya hata hapo kwa Mkapa unaweza kuchukua dungu 3 hata dungu 5 kutegemea na unachezaje. Kwa sababu hata huyo Konola Nyani alikula hapo. Kwa hiyo haijalishi inatakuwa kacheza. Mr. Kuota akumbuka mwenyewe tena. Mimi nimekukumbusha tu kwamba hata huyo Konola Nyani alipigwa kwa Mkapa. Yaani kwamba hoja sio ilikuwa kucheza Amani eti ndio sababu yeye kufungwa. Bado mimi naamini kwenye kucheza vizuri tu. Kucheza vibaya kokota hata kwa Bunju utapasuka. Umeona Madrid skafa chuma 2 na Arsenal alikuwa wapi? Alikuwa Emirates. Basi hiyo hoja ni kucheza vizuri tu. Kwa hiyo mechi ile na Arsenal kacheza vizuri, na hata Simba akacheza vizuri, hata ashakwenda kushinda inaisivita kisha kumfunga kule nyumbani kwake. Ashaenda kushinda kwenye makundi msimu wa Arabuni kwenda kumfunga yule nani? Sikashinda Arabuni goli 1-0 kama sikosei. Faction kamfunga goli kule kafuka shinda. Kwa hiyo inategemea anachezaje tu. Uwanja Amani yes kimazoea Simba hajazoea sana, lakini kifootball unaweza ukashinda kokote. Ndio maana mashindano makubwa yote unajua yeye yanafanyika neutral ground. Sio viwanja ambavyo watu wamevizoea. Mashindano yote makubwa unajua duniani ambayo yanahusisha timu za taifa yanafanyika neutral ground. Na hata unaona klabu World Cup pia inaonyesha neutral ground. Kwa hiyo mashindano makubwa mengi yanafanyika kwenye viwanja ambavyo watu hawajavizoea. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba mchezo wa mpira
Hoja uwanja nyumbani sasa tena haipo. Hoja iliyopo sasa hivi inatakiwa ijadiliwe jinsi timu inavyocheza ndio inapata matokeo. Tena hakuna cha uwanja nyumbani kwa sababu unaweza kupigwa kokote kule. Unaipa nafasi asilimia ngapi Simba Sports Club? Wakicheza vizuri kama Stella Bucha baada ya kuja vizuri Simba anaweza kushinda goli 3 kwenye mechi hiyo. Asilimia ngapi unawapa ushindi? Kumtoa Stella Bucha kushinda mechi hiyo asilimia mpaka 70 mpaka 80, lakini kumtoa na hapa 60 Simba 40 Stella Bucha. Tukiachana na michuano hiyo ya kimataifa siku ya Jumatatu ambayo ni Aprili 21 katika uwanja wa Tanzanite kwa raha pale, Young Africans baada ya kutoka kumpiga mtu wiki ukijumlisha moja ambao ni goli 8 Stand United katika ile kombe la CRDB Confederation Cup, sasa mnaenda kucheza mechi ya NBC Tanzania Bara. Young Africans ambayo ina alama 67 imeshacheza mechi 25 na imeweza kushinda 22, imedraw mechi moja, imepoteza 2 tu. Goal difference 64. Young Africans hii inaenda kukutana na hawa Fountain Gate ya Matano, kocha ambaye ilisemekana ameondoka, lakini siku ya Jumatatu atakuwepo katika benchi. Yani Yanga ana magoli 60 ngapi? 64. Point 67. Takwimu hizi unaweza kuzipata kwingine kweli hizi? Amepoteza mechi 2 pekee, amedraw mechi moja, amepoteza mechi 25. Kwenye ligi kuu Yanga ni enza hapana. Lazima watu wakubali kwamba kwenye ligi kuu Tanzania Bara Yanga ni mbabe. Kwenye misimu hii mitatu mpaka hii wa 4 unakwenda bado anaendelea kudhihirisha kwamba yeye ni mbabe kwa takwimu ambazo anazitengeneza mwenyewe msimu after msimu, kwa sababu unazungumzia msimu wa nyuma kabla mwaka jana pointi zaidi ya 70 na mwaka jana anapata nafikiri zilikuwa 80 na mwaka jana wanakwenda mpaka pointi ngapi zilikuwa kama sikosei ilikuwa ni 85, sio? Ni pointi 5 tu ambazo amedrop kwenda msimu mpaka sasa hivi ameshadrop pointi ngapi? Pointi 28 kama sikosei. Pointi 67 akishinda manaka anakuwa na pointi 70. Kwa hiyo ana uwezo wa kupata pointi 80 pia, sio? Mpaka zilizobakia kama atapata matokeo mazuri. Kwa hiyo kwenye ligi kuu Tanzania Bara Yanga bado ni timu bora na ni timu ambayo huwezi kuwa na wasiwasi hata kama ikichukua ubingwa. Hakuna mtu ambaye atadoubt kwenye hilo, kwa sababu mpira huu sasa hivi umebakiwa na mashabiki wachache wa timu jangu, lakini mashabiki wengi sasa timu jangu, mashabiki wachache sana wa timu jangu. Hebu rudia kidogo Makawila hapa sijakuelewa. Mashabiki wachache sana wa timu jangu. Timu jangu ndo nini? Jangu ni cha kwako. Hata kikiwa kina mikono na miguu unasema hiki ndio kizuri kuliko kingine. Hata kama timu inafanya ovyo maana wewe timu jangu hii bora tu, yani usemi ule uhalisia wa mambo. Kwa hiyo nafikiri watu wanaendelea kupungua sasa hivi. Mashabiki wenye uelewa mpira wanaendelea kuongezeka. Yes. Kuna shabiki mmoja jana alinifurahisha sana, anasema nilimwambia Yanga tumefanya vibaya msimu, Simba anafanya vizuri. Yeye akaniuliza mimi, wewe umefanya vibaya kwenye mashindano gani? Nikamwambia klabu bingwa Afrika. Nikamwambia basi wewe hujafanya vibaya kulinganisha na Simba kwa sababu wewe ulikuwa klabu bingwa Afrika ambapo mimi nimeshindwa kufika. Sasa ukikuta shabiki kama huyo maana yake tayari yani uelewa wako wa mpira umeanza. Yes, wakati tunazungumza rekodi ya Al Ahly klabu bingwa usichanganye tena na Al Masry au kachanganya na Zamalek ambayo iko Confederation, inakuwa sio sahihi. Kwa hiyo unaona taratibu watu wanaendelea kuwa na uelewa. Kwa hiyo ukimuuliza mtoto sasa hivi timu inafanya vizuri ligi kuu Tanzania Bara, sidhani kama anauelewa mchezo wa mpira, sidhani kama anaweza kusema timu nyingine ukiacha Yanga. Atazungumza Yanga kwa sababu unaona ndio imefunga magoli mengi, ndio yenye pointi nyingi. Kwa hiyo unakuwa hakuna hoja nyingine tu. Kwa hiyo kesho kutwa kama Yanga atapata matokeo mazuri ya kupata pointi 3, naona taa kijani ya ubingwa wa Yanga msimu 2024-25 kienda kwasho. Na nafasi hiyo ya Young Africans kuweza kushinda mechi ya Jumatatu unaiona? Ipo kwa sababu mpinzani anaenda kukutana naye ni mpinzani ambaye yuko daraja la chini kulinganisha na Yanga. Lakini nitaendelea kusisitiza Salumu kwenye mchezo wa mpira na surprise ya matokeo, na ndio maana unapendwa. Yaani leo hii ingekuwa Mwakinyo anapigana na Mayweather, hata ukiambiwa uweke Tanzania bondi kwamba bana tuweke kamari Tanzania na Kenya, mimi na Mayweather tunakula Kenya inakuwa kwetu. Kwamba sisi tumwekee Mayweather bana, Mayweather anashinda Tanzania tunaweka bondi. Hatuwezi kupoteza, lakini mchezo wa mpira ni mchezo ambao umekuwa udhaminiki. Hiyo sehemu ambayo anaenda kurudisha Yanga point wewe fikirii. Wewe wakati Yanga anakula mechi 3 na Tabora United bali nani aliwaza hata kuota tu kama Yanga anaweza kufunga mechi hii hata kwa goli moja tu, lakini surprise ya mchezo wa mpira Yanga kafunga goli 3 moja na Tabora. Kwa hiyo hata hiyo kesho kutwa kwenye makaratasi Yanga anakuwa yuko favorite, lakini kwenye pitch inategemea Yanga siku atamkaje na mapinzani wake atamkaje. Huo ndio mchezo wa mpira umejengwa hivyo, yani vyovyote atakavyokuwa wewe ongea maiza maneno yote, lakini kwenye pitch yani wenyewe ndio uko hivyo. Utashangaa, unaweza ukashangaa siku hiyo ambao utegemei Yanga kupoteza wala kusuluhu ndio anafunga. Kratos Chota Chama Mwamba Lusaka amekuwa apati nafasi kubwa ndani ya kikosi cha Young Africans, lakini anapopata nafasi anafanya maajabu, mabalaa ya kutosha. Ukiangalia mechi ya juzi dhidi ya Stand United alichokifanya ni matusi mazito yale. Kwa Chama yale sio matusi, ni muendelezo na wala sio maajabu. Wanaosema maajabu labda inawezekana amemwona Chama kwa Yanga, lakini ukimzungumza Chama leo kwa Simba Sports na mambo aliyofanya huwezi kusema ni maajabu. Hivyo ni vitu ambavyo vimezaliwa kwa Chama automatic, yeye anakuwa navyo, na mara nyingi sana matukio ya Chama watu hawasiki kwenye kumsifia Chama
utasikia wao wanadharau wapinzani. Hapana, ile ni football brain ambayo Chama amezaliwa nayo kutoka tumboni kwa mama yake. Wewe huwezi kuiondoa hiyo. Kwa hiyo ni muendelezo tu wa Chama kuendelea kufanya maajabu kwenye ligi, na mimi sidhani kama kuna kiungo yote ambaye kishakutokea hapa namba 10 Tanzania hii ambaye kishakufanya maajabu kama Chama. Toka nchi imeanzishwa. Namba 10 anafanya maajabu. Ball skills, kutengeneza nafasi nyingi kwa mfungaji, kuscore. Sidhani kama kishakutokea namba 10 namna hii. Hakuna Tanzania ukitafuta rekodi namba 10 bora ya muda wote aliyopita kwenye ligi hii. Basi Chama atakuwa ni mmoja. Wewe Google wote niletea hata kwa kisuki cha chumi la siku na nani kwenye kipindi chavu, tuwekee rekodi zao mezani afu tuwekee rekodi ya klabu chote ya Chama. Anakwenda kuafua madunduka wakiwa hajashiriki mashindano ya kimataifa watu wa makundi. Zaidi ya miaka 10 madunduka amefufua zaidi ya miaka 10 na wakiwa hajashiriki makundi. Mara ya mwisho ashiriki makundi mwaka 2003 walikufa watu kibao pale airport kwa kuninginia kwenye waya za umeme. Ili ujue kama Chama alichokuja kufanya Simba ni kikubwa. Amewatoa Simba shimoni kwenye mashindano ya kimataifa ambayo 2003 mwisho walishiriki. Makundi yote unajua hiyo Confederation, hiyo klabu bingwa Afrika. Mara ya mwisho alishiriki 2003. Kutoka 2003 mpaka anakuja kushiriki tena. Ilikuwa ni miaka 10 na. Sasa unaona zaidi ya miaka 10 na. Kwa hiyo Chama katika viungo ambao walirejesha mwanga wa mashindano ya kimataifa ya Simba naye yumo. Hatuzungumzii robo, hiyo makundi tu. Walikaa zaidi ya miaka 10 na Simba hajacheza makundi. Kwa hii sasa wa Chama kujengewa sanamu lake Tanzania hapa. Ni heshima tu, hamna nchi. Yaani kama ingekuwa kuna heshima ni kumbukumbu yake Msimbazi Chama itakuwa iwepo. Ila ni heshima na vile kaja kucheza Yanga, hiyo ndio baraka kabisa. Upinzani wa Simba na Yanga unaojua. Lakini ukitaja historia wachezaji waliofanya mambo makubwa Tanzania, kwa sababu uwekezaji Saluma ujanja robo finali ni kubwa sana. Uwekezaji wa ujanja robo finali ni kubwa. Tanzania bado hatuna proper uwekezaji kabisa ule ambao kusema timu hii imewekezwa. Kuna ule ujanja wa siasa. Kwa hiyo timu ikifika robo ni mafanikio tu. Yaani huwezi kutaka leo championi wa klabu bingwa Afrika kwa uwekezaji huu. Kwa hiyo Chama ni mchezaji mzuri na anaendelea kufanya kile ambacho kishakifanya nyuma. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna maajabu. Makawila, tukiendelea kusalia ndani ya Young Africans, taarifa ambazo si rasmi tetesi zinasema kuwa mwishoni mwa msimu huu Stefan Aziz Ki anamalizana na Young Africans na safari yake ni kuelekea Uarabuni. Ni timu moja anaweza kwenda kuchezea katika timu mbili hizi. Lakini sasa hivi Young Africans nafasi yao kubwa wanamuinda sana Faisal Salum Fei Toto, mchezaji wa Azam FC ambaye alichezea Young Africans. Amebakisha mkataba wa msimu mmoja. Kwako wewe, Faisal Salum Fei Toto anaweza akatua Jangwani, na akitua nafasi yake ipo au? Kwanza Faisal akija Yanga, mimi manaka hata mapenzi yangu na Azam nitapungua. Na tajiri sana ni mtu wa ovyo, tajiri wa Azam. Unamuuza Faisal afu ununue nani? Kwa sababu unapomzungumza Faisal unazungumza ndio mchezaji bora wa Tanzania wa ndani. Makawila, nataka urudie kwanza mapenzi yako. Yaani tajiri wa Azam akimuuza Fei kwenda timu yoyote ile msimu unaofuata, nitaona ile sio timu ya malengo yote, ni timu ya kuuzia ngano tu. Yaani ndapunguza na tajiri atakuwa kaniuzi sana yani. Sasa Zanzibar Finance tunamuuzaje tena? Nataka yeye aje kung'oa Pakome. Umeelewa? Pakome sana maliza mkataba ndio aje kung'oa pale Yanga. Alete Azam. Unakuwa na Fei, unakuwa na Pakome. Mechi za Simba na Yanga unaweza kuchukua hata mtindi tu, kwa la mtindi unakula Taifa. Huku na Pakome chini na Chama. Huku una Shidide. Hadhara ndoke Fei tena. Ukimwondoa Fei umeondoa assist 15 na magoli 15. Mabao 30 ya kwa msimu. Sasa unataka nani tena? Yaani umeondoa Fei ukachukua nani? Kwa sababu hata wa nje wenyewe unaona wengi tu Fei anawazidi uwezo kwenye nafasi anayocheza. Kwa hiyo kwa kiungo bora Tanzania kwamba taja watatu Fei unamwacha. Ukiamba taja viungo bora watatu unaweza kumwacha Fei. Mapenzi ya Simba na Yanga kwa sababu anataka uanze na Fei tu. Uanze na Fei afu ndo taje wengine. Sasa unamuuza Fei afu unataka nani? Sababu Fei ndo mchezaji bora Tanzania, wachezaji wazawa hapa. Na hata wageni wenyewe una Google kutafuta ile mzidi kwenye nafasi yake. Nani kamzidi Fei kwenye kiungo hapa? Lakini mbali na fedha, mchezaji anapenda kupata mafanikio yenyewe ikiwa pamoja na makombe pamoja na medali zake binafsi. Lakini ukiangalia Azam FC alipoenda, upatikanaji wa makombe umekuwa kidogo mgumu kule. Salumu, kwanza medali sio mafanikio. Medali si kama shangaza mganga tu. Medali kama shangaza mganga, mafanikio ni kuchukua kombe. Medali mafanikio. Mchezaji bora wa mechi ile, man of the match mafanikio sasa mchezaji. Kama hizo sasa. Sasa sio medali. Salumu, medali sio medali ni zawadi ya nani kwa unakuja medali? Medali zawadi ya nani? Yaani timu mafanikio yake medali. Mafanikio ya timu kombe, ndio maana nakukumbusha kuna medali imewekwa pale Madrid, kama medali hii ya Madrid ilichukua bingwa medali hizi. Sasa Makawila, kwenye hilo anapewa tu wachezaji wanaondoka nazo. Makawila, kwenye hilo mbona Young Africans walivyoshika nafasi ya pili katika kombe la shirikisho mwaka 2021 medali zilipelekwa mpaka Ikulu pale. Alizipeleka nani? Young Africans. Sasa ndio tunazungumza viongozi tunazungumza. Sasa ndio viongozi. Sasa Ikulu kuna nini? Ikulu kuna mpira anashika Ikulu. Ikulu unasuka na mpira. Mimi nilidhani wale medali zimepelekwa TFF pale.
Kama zimepelekwa Ikulu. Kama zimepelekwa Ikulu ndio utekelezaji wa Simba na Yanga na ndo kazi waliopewa kwenye nchi hiyo. Si ndio maana zimepelekwa Ikulu. Mafanikio pia. Zimepelekwa Ikulu ambayo nyinyi mnajisifia nayo. Mimi najisifia finali, sio medali. Kwamba nimefika finali ni hatua kubwa zaidi kuliko nyingine ambazo nishawahi kufika huko nyuma. Lakini sio kupata medali. Maana yake mafanikio hiyo ni hatua kubwa. Mafanikio ningechukua taji. Ningeleta hapa Tanzania ingekuwa nimepata mafanikio. Lakini unapozungumza finali, yani finali hizo kwamba sio Simba salingia finali akapewa kanga na medali ya bati. Sasa hiyo unasema mafanikio. Kombe kaondoka nayo Stella hapa. Wewe umepewa kanga na shangata mganga zile. Umeweka hapa. Ile medali sasa tunatengeneza tu. Kwani wewe unashindwa kutengeneza medali ukavaa? Wewe medali kila siku tunakimbia marathon tunapata medali hapa. Sasa medali ndio mafanikio. Makawila nakushukuru sana. Nashukuru sana.